Moja ya vivutio vikubwa vya kihistoria visiwani Zanzibar ni Ngome Kongwe. Jengo lenye historia ndefu inayozidi miaka 350 iliyopita. Chimbuko la ngome hii ilijengwa na Wareno karne 3.5 zilizopita kwa lengo la kujikinga na mashambulizi ya maadui waliojaribu kufanya uvamizi kutoka baharini. Hata hivyo, baada ya dola ya Wareno kuanguka visiwani Zanzibar, ujenzi wa ngome hii uliendelezwa na dola zilizotawala na kufanya ngome hii kuwa na historia pekee kutokana na kuwa na ujenzi wa mchanganyiko uliobeba tabaka za tamaduni za Wareno, Waarabu, Waingereza na Waswahili. Ngome ya Zanzibar umuhimu wake ni kule kwamba katika Zanzibar ni jengo la mwanzo kabisa la mawe, lakini pia ujenzi wake umechangiwa na historia yake imechangiwa na mataifa tofauti. Kama nilivyoeleza mwanzo, kuna ujenzi wa Kiswahili ambao ilikuwa hiyo palace ya Malkia Fatuma ambaye alikuwa ni mtawala hapa Zanzibar. Kuna ujenzi wa Wareno kama nilivyoeleza, zile sehemu ya kuta za kanisa na sehemu za viwanda. Kuna utamaduni wa Waswahili wenyewe, kuna utamaduni wa Waingereza, halafu kuna na utamaduni wa Kiarabu. Kwa hivyo tunaweza kusema hii ni quadruple heritage, more than triple heritage ndani ya jengo moja. Kwa hivyo umuhimu huu kuweza kupata jengo moja likabeba tamaduni tofauti, kwa kweli ni hazina kubwa na ni adimu sana kuweza kukutia hali kama hiyo katika ngome nyingi. Lakini hata mandhari yake, pahala namna Ngome Kongwe ilivyojengwa na mji wenyewe wa Zanzibar, ukiingia namna unavyokupokea lina haiba ya peke yake. Kwa hivyo ni vizuri wananchi na serikali ya Zanzibar na Tanzania na Afrika Mashariki kuelewa umuhimu wa historia hii, umuhimu wa hazina hii ya Ngome Kongwe, na kuweza kuchukua kila juhudi ya kuitunza, kuihifadhi na kuitumia kwa namna ambayo haitoharibu ule uasilia yake. Kwa sababu katika majengo kama haya kuna kitu kikubwa sana ambacho kinaheshimiwa ulimwenguni katika mambo ya kihistoria, ni ile uasilia wake, yani wanaita authenticity. Na ukizungumzia hii, kuna azimio kabisa la Umoja wa Mataifa ambao limetolewa katika mji wa Nara, Japan katika mwaka 94 kuhakikisha kwamba majengo ya namna hii hayabadilishwi sura yake asilia. Na kwa vyovyote vile nchi zinatakiwa zichukue juhudi kubwa kuona kwamba hili linatekelezwa. Kama nilivyoeleza mwanzo ni kwamba jengo hili linabeba tamaduni karibu 4 za mataifa mbalimbali. Upo utamaduni wa Mswahili, utamaduni wa Wareno, utamaduni wa Waarabu na Waingereza. Hapa tuliposimama tunaona ushahidi kabisa wa mabaki ya kanisa na kiwanda lililojengwa na Wareno. Hapa chini ya ardhi ukichimbua, na sisi tumefanya utafiti, tumekutia misingi ya majengo haya. Lakini hapa ukiangalia ukuta huu wa chini huu, hii ni sehemu ya mabaki ya kanisa la Wareno. Wareno waliposhindwa na Waarabu katika mwaka 1784, Waarabu waliwadharau sana Wareno kwa kujenga sehemu ndogo kabisa. Kwa hivyo walinyanyua ukuta ule wa juu ule na kujenga ile minara ambayo unaiona, minara 5 ambayo inaonesha kabisa ushahidi wa ujenzi wa Waarabu kutokana na zile wanaita crenellations, yale manakshi ambayo ukiangalia majengo mengi sana ya Kiarabu utaweza kuyakutia. Kwa hivyo ukuta huu wa chini huu unajionyesha wazi wazi kwa ni tofauti na umepandikiziwa na ukuta wengine. Waarabu hakutaka kuvunja hii sehemu ya kanisa, lakini walipandikizia sehemu ya juu ili kuifanya hii ngome iwe kubwa zaidi. Pamoja na sehemu ile, Waarabu walijenga pia sehemu ya minara 5 na sehemu ya ulinzi. Kwa hivyo una mnara namba 1 ambao unauona ule pale, na utakutia kwa askari kila wakati walikuwa kikaa juu, na mnara ule utakutia una kama matobo. Mule waliweka mizinga na bunduki, na matobo yale yamewekwa kwa namna ambayo ni ya kitaalamu. Yule aliyeko ndani ndio anamuona aliyeko nje, na aliyeko nje hawezi kumuona aliyeko ndani.
Ujenzi ule wa matobo ya namna ile unajulikana kama ni gun port, kama tako la chungu. Na kule juu kila wakati askari walikuwa wanatembea kutoka sehemu za juu pamoja na kufuata barabara ile kule ambayo inaunganisha tawa namba 2 na kufuata tena tawa namba 3 na tawa namba 4 iko upande ule, na tawa namba 5 ilikuwa iko sehemu ile ambayo bahati mbaya wakati wa ujenzi wa Beit el Ajaibu ilivunjika. Kwa hivyo hapa, ndugu, athari za utamaduni wa Wareno na Waarabu kama inavyoonekana katika mabaki ya kanisa na alafu na ujenzi ule uliofuata Waarabu. Lakini kama nilivyosema kwa baadaye, sehemu hii pia ilitumika kama ni jela ya kufungia watu, yani the garrison. Unakutia juu kabisa kule juu kuna sehemu za miba ya vyuma. Ile iliwekwa makusudi ili wafungwa waliokushaingizwa humu ndani wasiweze kutoroka. Kwa hivyo ilikuwa ni sehemu fulani ambayo inahakikisha kwamba aliyekwishaingizwa humu ndani hatoki tena. Kwa hivyo utakutia sehemu hii ilitumika kwa njia hizo tofauti. Sasa hivi hapa, kama nilivyoeleza mwanzo, siku za karibuni panatumika sana katika shughuli mbalimbali za kiutamaduni, za harusi, wakati wa tamasha la muziki, la ZIF na matamasha mengine. Kama tulivyoeleza awali kwamba jengo hili baadaye lilitumika kwa shughuli mbalimbali. Moja katika shughuli hizo ilikuwa ni kuweka karakana ya kutengenezea reli. Kama tulivyoeleza kwamba Zanzibar ilikuwa moja kati ya nchi za mwanzo katika Mashariki ya Afrika iliyoanzisha usafiri kwa kutumia njia ya reli. Reli ilikuwa ikianza katika jengo hili karibu na Beit el Ajaibu ambao ni jengo kubwa, na ilikuwa inakwenda kama kilomita 12 katika eneo ambalo linakuwa linaitwa Bububu. Reli ilikuwa ikichukua mizigo, abiria kama vile karafuu, nazi na abiria. Sasa wakati ikiharibika, reli ilikuwa inakuja kufanywa matengenezo katika karakana ambayo ilikuwa katika jengo hili katika sehemu ya pembeni pale. Mlango ambao ulikuwa ukiingilia ulikuwa ni huu hapa, sehemu hii hapa, ambapo pamoja na matengenezo tuliyofanya, sehemu hii tumeiacha wazi kabisa ili iwe ushahidi kamili wa sehemu ambayo reli ilikuwa inaingia kuanzia hapa, inatoka, inasambaa, inakwenda mpaka sehemu za mwisho kule inafanywa matengenezo. Baadaye inatoka kutoka kule inakwenda katika sehemu zake ambazo za kufanyia kazi. Lakini pia katika sehemu hii tuna jengo hili hapa ambalo kama nilivyosema mwanzo lilikuwa linajulikana kama ni Gate House. Gate House ilijengwa katika miaka 1930 na Waingereza. Na sehemu hii ilikuwa ikitumika na kwa shughuli mbali za akina mama, yani ilikuwa inajulikana kama ni klabu ya wanawake, yani women's club. Sasa hivi sehemu hii inajulikana sana kwa sababu ndio makao makuu ya ZIF, yani Zanzibar International Film Festival. Lakini pia katika sehemu hii tunaweza kuona pia katika upande wa kuchoto hapa, bahati mbaya jengo halionekani tena. Pale kuchoto palikuwa na jengo ambalo Malkia Fatuma ambaye alikuwa ni mtawala katika jengo hili katika mji huu wa Zanzibar, alikuwa na kasri yake. Wakati ilipojengwa Beit el Ajaibu na baada ya kushindwa na Wareno, kasri ile ilibomolewa. Wakati wa kujenga theater hii hapa tuliona mabaki ya jengo hili, na tunajua tuliyapima na kuchukua picha zake na tunaelewa kabisa kwamba ulikuwa mmoja katika ujenzi wa zamani. Kwa hivyo kama tumeeleza kwamba kuna athari za kiutamaduni za mataifa manne mbalimbali, wa Waswahili, Waarabu, Waingereza na Wareno, na shughuli mbalimbali zilikuwa zikifanyika katika sehemu hii. Moja ni hiyo ambayo tusema kwamba jengo hili linatumika kama ni women's club, lakini baadaye sehemu hii ambayo sasa hivi tumejenga hii amphitheater ilikuwa inatumika kwa shughuli mbali za michezo. Kulikuwa na kiwanja cha netball, kulikuwa na kiwanja cha basketball, kabla ya serikali kuamua kufanya mabadiliko kabisa ya ndani ambao hayakuathiri zile ujenzi asilia wa jengo hili, kwa sababu hii ilikuwa ni sehemu ya wazi tu na ilikuwa inachukuliwa kwamba ni sehemu ambayo historia yake haikwenda mbali sana. Kama nilivyosema kwamba ukilinganisha baina ya sehemu ya magharibi na sehemu ya mashariki, sehemu ya magharibi ilikuwa inabeba historia ya zamani sana na sehemu ya mashariki ilikuwa ni sehemu ya historia ya baadaye. Ama
hakika ngome hii kiuchumi inatumiwa sana na wajasiriamali katika kuendesha shughuli zao mbalimbali za kimaendeleo, yakiwemo maduka ya sanaa za maonyesho, migahawa pamoja na kuwatembeza watalii. Hapa tupo katika ukumbi wa burudani, yani amphitheater. Ukumbi huu ulikamilika mwaka 1995 kutokana na msaada wa Jumuiya ya Ulaya. Madhumuni hasa ya kufanya shughuli hizi za kiuchumi na burudani katika jengo hili ni kuijengea ngome hii uhakika wa kutengeneza mapato, ili mapato yale yaweze kutumika ili kuitengeneza ngome yenyewe. Yaani ngome yenyewe iweze kujiendesha kimapato. Kwa hivyo moja katika shughuli za kuingiza mapato ilikuwa ni kujenga ukumbi huu wa burudani ambapo panafanyika shughuli mbalimbali. Shughuli za ngoma za kienyeji, ngoma za kisasa, mabongo flavor yote yanafanyika hapa, shughuli za harusi, wakati mwingine panaonyeshwa sinema na shughuli nyingine mbalimbali. Na sehemu kubwa ya shughuli za ZIF, yani Zanzibar International Festival, zinafanyika katika sehemu hii. Lakini si hayo tu, katika sehemu hii ya kuchoto tumeika maduka mbalimbali ya shughuli mbalimbali za kiutamaduni na kisanii, ambayo wahusika wamekodishwa katika sehemu zile, na imekuwa ni moja katika chanzo kikuu cha mapato ambazo zinasaidia katika uhifadhi wa ngome hii. Pia ili watu wanaoingia hapa sehemu hii waweze kupata fursa nyingine za burudani, sehemu ya kule kabisa tumeweka mkahawa ambao watu wanaingia wanapata chakula, wanapata vinywaji, wanapata viburudishaji. Kwa hivyo ngome sasa hivi inatumika sio tu kwa shughuli za kihistoria na shughuli za kiutamaduni, lakini pia kuna shughuli za kiuchumi ndani yake ambazo zinaendelea, na hii imesaidia sana katika kupata mapato ambayo yanasaidia kuitunza ngome yenyewe. Na kama nilivyosema mwanzo, ngome ilikuwa na minara mitano. Kule tumeona minara mitatu, na ule pale unakuwa ni mnara wa 4, na mnara wa 5 ulikuweko katika sehemu ile. Bahati mbaya mnara huu hauonekani katika sura yake ya asili kwa sababu ulivunjwa wakati wa ujenzi wa jengo hili kubwa la Beit Lajaib. Kwa hivyo minara yote hii ilikuwa, kama unavyoiona, ilikuwa ni minara ya ulinzi ili kuhakikisha kwamba usalama wakati wote unakuwepo katika mji huu wa Zanzibar, hasa kwa vile Wareno waliposhindwa bado walikuwa na nia ya kuja tena hapa kuja kufanya mashambulizi. Kwa hivyo ilikuwa paweke utaratibu wa hakika kuhakikisha kwamba majaribio yote ya kutaka kurudi tena hayawezi kufanikiwa. Kwa ufupi, ndugu wananchi na ndugu watazamaji, jengo hili kama nilivyoeleza mwanzo ni jengo muhimu, linayo historia ndefu. Ni jengo la mwanzo kabisa la mawe kuweza kujengwa katika mji huu wa Zanzibar ambao ni urithi wa dunia. Ni jengo la aina ya pekee ambalo linabeba zaidi ya tamaduni 4 ndani ya jengo moja. Ni jengo ambalo limetumika kwa shughuli mbalimbali kama za ulinzi, kama jela, kama kituo cha reli. Kwa hivyo kina ushahidi mwingi wa historia ambao likipotea itakuja kuwa tabu kuwa na vielelezo sahihi na kuweza kueleza utamaduni na historia ya Zanzibar, ya Afrika Mashariki na dunia. Na kwa utafiti wetu na shughuli zetu za kila siku tumegundua kwamba watalii wengi wanaokuja katika mji huu wa Zanzibar basi wanafika katika jengo hili kuliangalia, kuchukua picha na kupata maelezo yake. Ramadan. Mambo ya kale yanatoa ajira zipi kwa vijana hapa Zanzibar? Ukweli kutokana na hali ya tatizo la ajira, tukiangalia na mambo ya kale na hususan hii sehemu ya Ngome Kongwe, watu wengi wananufaika na biashara ya kitalii au hususan ajira ya kitalii, na hususan maduka, restaurant na kadhalika, hata kujituma wenyewe kama ni guiding, ile kuleta wageni tu ndani ya Ngome Kongwe, vile vile wananufaika. Kwa maana hiyo nitasema kwamba huu hifadhi kwa vijana, kwa watu wa Zanzibar una faida kubwa sana, na hususan kwa shughuli za kitalii. Kitu ambacho ninachoshauri kwa serikali ni kwamba serikali iendelee kuweka mkazo juu ya uhifadhi wa mji wetu, na ijaribu kuelimisha zaidi watu kwa ajili ya faida
ya nchi nzima kwa serikali na hususan kwa watalii, na vile vile kwa faida ya jamii, kiajira na mambo mengine ya kihistoria. Ukweli heritage na kusudia huwa haya mambo ya kale yana faida kubwa sana, kwa sababu tukizungumzia kitu utalii na hususan hasa utalii wa Zanzibar unategemea zaidi hasa haya mambo ya kale kama vile haya Stone Town na haya majumba ambayo tulikuwa nayo. Tuachilie mambo ya beach. Nadhani kwamba dunia nzima ina beach, lakini Zanzibar naweza kusema kwamba ni sehemu moja pekee ambayo imechaguliwa katika World Heritage kuingizwa katika mchakato wa kumbukumbu wa mambo ya urithi wa kale. Kwa hivyo nadhani kwamba tukizungumzia utalii, kwanza tunazungumzia na haya mambo ya kale. Na watalii wengi wao ambao wanakuja Zanzibar, nadhani bila ya kuona hii hali ya ukale uliokuwepo, nadhani hapa Zanzibar pasingekuwa na utalii, kwa sababu kwa kuangalia bichi tu sidhani kama ungelikuwa ni utalii wa Zanzibar. Lakini zaidi tuimarishe utalii haya mambo ya kale. Ramadan. Madhumuni ya asili yalikuwa ni ulinzi, na ndio maana sehemu kubwa ya jengo hili unalikutia ina makuta marefu, ina minara ambayo imejengwa, ambao masaa 24 askari walikuwa wamewekwa, halafu pamewekwa silaha. Kwa hivyo madhumuni ilikuwa sio kuilinda hii ngome tu, lakini ilikuwa ni kulinda mji mzima. Kwa wakati ule ilipojengwa ilikuwa hatari kubwa kuweza kutokea mashambulizi makubwa yalikuwa yakitokea baharini. Kwa hivyo na sehemu nyingi sana za silaha zilikuwa zimeelekezwa baharini. Kama nilivyoeleza kwanza, Wareno walishindwa, pamoja na kushindwa kwao, lakini bado walikuwa wakizunguka katika mwambao wa bahari ya Hindi. Kwa hivyo Waarabu, kwa hofu kwamba Wareno pengine wangerudi, kwa hivyo waliona kwa waimarishe ngome hii ili Wareno watakapotokea kufanya mashambulizi yote, basi na hapa paweze kutumika kama ni sehemu kubwa ya ulinzi. Lakini kwa kadiri siku zilivyoendelea, Wareno walipoonekana kama nguvu zao zimepungua, ndio matumizi mengine kama nilivyoeleza mwanzo yalipofuata, kama yale ya kuifanya sehemu hii kwa jela, sehemu hii kwa kituo cha utamaduni wa kina mama, kuweza kufanya sehemu za kutengenezea ile reli ya Zanzibar na shughuli nyingine za michezo na kiutamaduni. Lakini madhumuni hasa ilikuwa ni ya ulinzi. Ndio maana ilikuwa inaitwa ni ngome. Ngome maana yake ni pahala ambapo is a defense area. Kwa hivyo ndio hayo madhumuni yake makubwa. Kwa fikra zangu, tabaka lile la Wareno liliposhindwa, Waarabu waliona kwamba hapa wameshaanza, na hapa ndipo kwenye kitovu cha mji, kwa sababu mji huu ulianza katika Ras Shangani, na hii ndio Ras Shangani yenyewe. Kwa hivyo walipoona kwamba hapa ndipo kwenye kitovu cha mji, na kama patatokea mashambulizi yoyote, basi kwanza yataanzia hapa. Na ndio baadaye pahali hapa pale palikuwa ndio kwenye bandari kuu. Na kama nilivyoeleza mwanzo pale kwamba kama mashambulizi yangetokea kwa wakati ule yangetokea baharini. Kwa hivyo Waarabu waliona badala ya kwenda kutafuta sehemu nyingine kujenga ambayo ingekuwa sana kando ya mji, wakaona wa concentrate katika mji, kwa sababu kama pametokea hatari yoyote mji kutekwa, basi ndio kama nchi imeshatekwa. Kwa hivyo Waarabu wakaona waimarishe sehemu hii, na hata Waingereza walipokuwepo pia wakaona waiendeleze sehemu hii. Waingereza hawakujenga kwa lengo la ulinzi hasa, lakini nafikiri ilikuwa katika kuendeleza ile uhifadhi wake. Waliona kwamba ni kitu kizuri kuijengea sehemu ya mbele ambayo haikuwepo na ya kuingilia, ili iweze kuongeza ubora wa hii ngome. Ramadan. Uchumi wa visiwa vya Zanzibar hivi sasa unategemea sana sekta ya utalii, hasa baada ya kuporomoka kwa soko la zao la karafuu duniani na kufanya historia kuwa zao mbadala visiwani Zanzibar, linalotegemewa sana kama nguzo kuu ya uchumi visiwani humo, linaloshajihisha utalii. Ninachotaka kusema ni kwamba huu ni urithi wetu. Ni moja katika rasilimali yetu muhimu ambayo tutaweza kuiachia vizazi vyetu vinavyokuja. Kama tukiweza kuvitunza vizuri
watoto wetu wataweza kujua watu waliotangulia waliishi vipi, maendeleo yao yalikuwa vipi, tabu zao zilikuwa vipi, vipi walifanya vizuri na vipi walifanya vibaya. Tukiweza kuruhusu hali ambayo vitu hivi vitaweza kutoweka, basi tutakosesha watoto wetu fursa muhimu ya kuweza kujifunza mambo ambao vizazi vyao au watu waliotangulia walivifanya. Kwa hivyo wito wangu, kama nilivyojaribu kusisitiza katika sehemu nyingine, ni kwamba wananchi, serikali, vijana, wanawake, vyombo vya habari vichukue juhudi za makusudi kuweza kuhimiza jamii kuwa na utamaduni wa kutunza vitu vya kale. Tungependa kuhakikisha kuona kwamba majengo haya yanaishi, mazingira yake yanaishi kama yalivyokuwa, kwa sababu yote yalikuwa ni sehemu ya utawala huu. Kwa hivyo cha msingi hapa ni kwamba juhudi zaidi zinatakiwa zichukuliwe, watu waelewe kwamba hivi ni vitu muhimu, ni sehemu muhimu ya historia yetu, ni sehemu muhimu ya utamaduni wetu, lakini pia kwa sasa hivi ni sehemu kuu ya uchumi wetu, kwa sababu wageni wanaokuja hapa wanaingiza fedha, hawaingii bure, na pesa hizi zinasaidia katika kukuza uchumi na hatimaye kusaidia kupunguza tatizo la umaskini katika nchi yetu hii ya Tanzania. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na vyombo vya sheria vinavyolinda mambo haya ya kale lazima vikae macho ili kuzuia uharibifu wa mali kale unaotokana na watu binafsi, ili taifa lisijepoteza uchumi huu adhimu wa kihistoria na urithi wa vizazi vijavyo. Ramadan.